Ofisi ya kata ni jambo zuri sana, ni jambo kubwa sana, kwa sababu tumezoea kufungua au kuona ofisi za wilaya na mkoa, lakini kwa ngazi ya kata ni jambo towevu kulisikia au kuliona. Lakini leo mimi nimefurahi sana kwa kuona kumbe watu wanaanza kujielewa, kama walivyozungumza yule msoma risala wetu, kwamba tumeanza na shekhe wetu wa kata, kwamba tumeanza kujitambua, tumeanza kubadilika, lakini pia tunaacha mazoea. Mwenyezi Mungu ajalie muendelee kuacha mazoea na muendelee kubadilika ili tuweze kufikia katika masala ya maendeleo. Ndio maana nikasema kwamba natoa wito sasa kwa nchi nzima, kama kuna kata haina ofisi, ianze kufanya harakati na mchakato wa kutafuta ofisi, kwa sababu Uislamu na Waislamu wako huku chini kwenye kata. Hawa watu wa wilaya na mkoa wao wanategemea kwenye kata, kwa sababu kwenye kata ndio kwenye watu. Kwa hiyo kila kata ihakikishe kuwa ina ofisi, kama mfano wa ofisi mlioiona hapa ambayo imesimamiwa na watu wa Vingunguti chini ya uongozi wa meya wetu pamoja na shekhe wetu na viongozi wengine na wazee na wakina mama. Baraza ni kama msonge namna ya muundo wake. Nadhani nikisema msonge mnaelewa zile nyumba za kizamani za msonge za hivi. Kuna taifa, kuna mkoa, kuna wilaya, kuna kata, zamani tulikuwa tunaita mtaa, na msikiti. Kwa hiyo utaona watu wameenea kuanzia taifa mpaka chini. Ndio mfumo wa baraza. Baraza huwezi kupata mfano mwingine kuliko baraza. Ni kitu cha pekee yake ambacho utashangaa kwamba kimeanza juu, ikaja mkoani, lakini wilayani, kata kama tulivyo sasa hapa, lakini moja kwa moja mpaka msikitini. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu wala haipendezi kamwe itakapokuwa kule kwenye kata ambako ndio kwenye watu wengi hakuna ofisi, na shughuli nyingi za watu zinaanza huku chini. Watu wataka kuhudumiwa juu ya mambo yao mbalimbali, wanaanzia kwenye kata. Na kwa mujibu wa katiba tulionayo, katiba nzuri ya baraza, kama Muislamu usikose kuona katiba ya baraza nyumbani kwako, alafu wewe isome vizuri, utaona ule mtiririko na ule udororo wa mambo yaliyoko katika ile BAKWATA. Kata ni sehemu kubwa sana. Ndio maana wapongeza sana watu wa kata ya Vingunguti. Na alipokuja mheshimiwa meya kunambia kwamba tumetengeneza ofisi kule, kwanza kaona kuna watu wametengeneza ofisi. Mbona hatukuzoea? Kwa sababu ofisi nyingi zile za barazani tu zilizo katika kata. Pamoja na kwamba sisi tumekaa kama msonge, ni kwamba huwezi ukawakosa viongozi kwenye kata. Lakini swali ni moja, je, wana ofisi? Sasa huo ni mfano mzuri na ni mwanzo mzuri vile vile kwa viongozi wetu wa kata. Niondoe utata katika swala hili la hapa la shekhe wa kata ambaye ni kaimu wa kata. Ni shekhe ambaye na kaimu eneo hili. Na kwa namna ambayo nimewaona mashekhe waliosimama, viongozi, shekhe wa wilaya, Shekhe Adam Mwijipingu, lakini na mwenyewe meya, naona ameridhishwa sana na shekhe huyo ile kaimu hivi sasa.
inaonekana kwamba wanaweza kwenda nao vizuri. Basi sikujua tuna neno, nishamwagiza mimi katibu wa baraza la, yani katibu wa ofisi ya mufti Sheikh Musa Ahmed bin Juma Ahmed atalishughulikia na mashekhe wa wilaya pamoja na viongozi wengine kwa utaratibu ulioko katika baraza ili aweze kuthibitishwa. Takbir! Nadhani wote mnamridhia. Amka basi, muombeeni Mungu katika swala la uongozi inshallah. Na kama nilivyosema, leo sitoi khutba mimi, leo natoa neno tu kama ishara au mwongozo kwamba hawa viongozi tunaowachagua au kuwateua wanahitaji dua zenu, wanahitaji maelekezo yenu, wanahitaji ushauri wenu. Simameni sana katika kuwashauri, kuombea Mungu, kuwaelekeza, kwa sababu wao ni watu tu kama watu wengine, ili wamepata nafasi ya kuwasimamia Waislamu. Nimshukuru Sheikh Kishki Nuruddin ameweza kuja kutunga mkono kutoka mbali Temeke kuja hapa Vingunguti, ni kuonesha namna ambavyo anashirikiana sana na watu na anapenda sana maendeleo. Mwenyezi Mungu ampe taufiki yeye na kaka yake Sharifu Al-Ahdali pamoja na taasisi yao ya Al-Hikma kwa mambo wanayoyafanya. Waislamu wa khiyarul khalqi hudatuhum wa siwahum min hamajil hamaj, bora ya watu ni wale waongofu wao, wale viongozi wao. Kuna haja ya kuwaheshimu viongozi. Hiyo tuna shekhe wa kata, tuna katibu wa kata, tuna mwenyekiti wa kata. Mwenyekiti wa kata sijamuona. Hayupo? Yuko wapi? Kwenye maandalizi. Huyo. Naam. Inshallah khair. Nilikwenda Kilwa kule. Kila tulipokuwa tunashughulika katibu watu muone. Naangaika na shekhe wa wilaya, yani ni katibu yukupi? Baya na mambo gani? Mondoni mwanzo sasa hivi atusaidie chote. Kapiga Dar es Salaam, mondoni huyo atusaidie chote. Nataka awasaidie Waislamu. Si wajisaidie yeye, awasaidie Waislamu. Kwa hivyo furahi kumuona mwenyekiti wa baraza kata ya Vingunguti. Heshima ndio kitu kikubwa. Tunaye mheshimiwa meya hapa, anastahili kuheshimiwa. Tunaye shekhe, tunaye mkuu wetu wa wilaya, anastahili kuheshimiwa. Tunaye shekhe wetu wa wilaya, Sheikh Adam Mwipiu, anastahili kuheshimiwa. Lakini nimeona mashekhe wa kata hapa, karibu kata zote za maeneo haya ya wilaya ya Ilala, nao wanastahili kuheshimiwa kwa sababu ndio wanafanyia kazi hii. Hawezi akapata sifa kiongozi wa juu kama viongozi wa chini ni wabaya. Ikiwa viongozi wa chini hawezi kufanya kazi vizuri, basi yule kiongozi wa juu hawezi kupata sifa wala hawezi kukaa vizuri, kwa sababu kazi zote zinafanya na hawa watu walioko chini. Wakiwa wazuri, sehemu nyingine zote, wilaya, mkoa, taifa, unakuwa kuzuri. Wasia wangu kwenu kama shekhe wa kata, viti na makatibu, fanyeni kazi kwa juhudi. Asemaje yule msemaji? Asema harrikil a'mala au hayyijil a'mala idha rakadat fa idha ma hita idhan tahiji. Fanyeni namna hiyo. Kiona kidogo mnapata uvivu, mnaamka, mnaamsha jambo, mnafanya mambo ambayo yana maslahi na Uislamu. Huu si wakati wa kusemana, sio wakati wa kusengenyana, sio wakati wa kufikirishana, sio wakati wa mambo yasiyokuwa na maana.
ambao ukiyachukua ukiatia katika mizani, alafu natafuta jawabu baada ya kufanya mambo haya tutapata faida gani? Yani binadamu hataki kufanya jambo alafu natija yake haijulikani. Lazima ufanye jambo alafu litoe natija lile jambo. Lakini kama wewe utafanya fitna alafu haitafanya jambo lolote, italeta uharibifu tu. Itakuwa haina maana yote. Kwa hiyo tuendelee kuheshimiana, tuondoshe mambo ambayo hayawezi kutuletea maendeleo, kisha turudi katika swali. Uislamu sasa hivi unahitaji nini? Ni ipi haja ya Uislamu sasa hivi? Utaona kwamba Uislamu sasa hivi unahitaji maendeleo. Kama unahitaji maendeleo, ndio tumekishaanza kuendelea, tumepata ofisi. Iko kakangu hapa Sheikh Muhammad Mtulia, kafanya kazi barazani kwa miaka mingi, anajua. Na mzee wangu hapa wanaelewa, mfanya kazi miaka mingi, wanaelewa ni kitu gani. Na sasa hivi lile baraza la wazee sasa nitaanza kulitangaza. Baraza la wazee la Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Allah. Ili kitokea watoto wamejisahau basi nyinyi kama wazee itakuwa mnaweka sawa. Kwa hiyo tutizame maendeleo zaidi, tusisame kitu kingine. Jambo kubwa sana nililoliona hapa, nimeona watu wameangalia zaidi uwezo wa shekhe wa kata alikuwa na kaimu, na kama tulivyoshaeleza kwamba sasa athibitishwe. Hivyo katika kutafuta viongozi, tafute viongozi ambao tunaona wana maslaha na sisi. Katika jambo lolote tu, kiongozi lazima muangalie yule ambaye ana maslahi. Ukichukua kiongozi ambaye hana maslahi, maana yake umejiharibu mwenyewe, umejiumiza mwenyewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ni Azim Dewji ameweza kuingia hapa. Man daa lil amir faqad daa li nafsi. Anayemwombea kiongozi amejiombea mwenyewe. Nini logic ya maelezo haya? Ni kwamba ukimwombea kiongozi au kumtafuta kiongozi leo bora, umejitengenezea mwenyewe, wala sio yule kiongozi. Kwa sababu yale mazuri akiyatakayoyafanya, manufaa yake yatarudi kwako. Ukimwombea Mungu akatengenekewa, maana yake ni wewe utatengenekewa. Kwa hiyo ala labibi takfihi ishara. Mtu mwenye akili anaambiwa kidogo, anaelewa zaidi. Hakuna haja ya kueleza mambo mengi. Mimi niwaombee Mungu. Na nilimsikia alikuwa mea yule, anasema kuna kata 30, si kata ngapi? 36. 36. Ni kweli. Alhamdulillah. Anasema zote atatembeza. Sheikh Wilaya anasema hivyo. Mashaallah. Lakini mheshimiwa Meya mimi namjua muda mrefu, tuko mjini hapa tunajuana. Mtu wa mjini na mimi mtu wa mjini vile vile. Najua uzuri wake, najua mwenendo wake, tabia zake. Si Mtume ametufundisha mashekhe simple, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Huyu anatangamana na watu kwa tabia nzuri, anaishi na watu, yani mwepesi. Mtu anataka awe flexible. Yani ukimuita mtu anaweza kuja, yani ngojeni kuchekesheni kidogo afu nimalize mawaidha tutapumzika. Wakati mliponipa nafasi hii, walikuja watu wenye akili nyingi na watu wenye uwezo na matajiri wengine. Kabla mufti atakuzungumza na wewe, nikamwambia bismillah. Sasa hivi shekhe, wewe sasa usitoke. Wewe kazi yako kupumzika, uvae kazi nyeupe. Tutakuletea si kutoka Saudia wapi, kazi kukaa tu. Kama wanavyoona wenzetu wengine wanakaa tu. Afu nitakuwa sawa kazi yako kukaa tu umetuna mahala. Yala. Salala. Nitaweza hiyo, mimi sikuzoea. Kama basi nimesikia. Kama muda mrefu kidogo, baadaye tutakutana nao tena kama jamani, ile jambo mimi siwezi na kukaa tu ndani na vaa kanzu nyeupe. Bali siwezi. Wewe nataka nikutane na mtu wa chini kabisa.
nizungumze naye kuanzia mtu wa chini mpaka wewe mtu wa juu. Lakini kukaa tu mtu wa chini hawezi kukufikia, wala sio mwendo wa Mtume wetu Muhammad. Mtume alikataza sasa usikae, usiwaache watu wa chini. Mtume alikataza. Haiwezekani. Sasa na viongozi wangu wote mrudi chini, muendelee kurudi chini, na mimi namjua kumbi la moto ili mtu anarudi chini. Unajua nafasi ya meya ni nafasi kubwa sana. Kama katika nchi nyingine labda Marekani wapi, meya huwezi kumuona mzee. Unasemaje ndio? Unaweza kumuona meya? Lakini tunaye, tunatembea naye, tunataniana naye, tunafuturu naye majimbi. Ni mtu mwema, mtu ambaye huwezi kumpata, mizani yake na kima chake ni kikubwa. Kwa hiyo lazima tuangalie kwamba macho yetu yanalenga wapi, na maadui wapo siku zote, alafu usiwakatae. Mimi naona watu wengi wamekataa maadui. Maadui nataka muombe Mungu tu akukinge na shari ya maadui, lakini kumkataa haiwezekani kwa sababu yupo. Hata Mtume ameambiwa kwamba wewe Muhammad, hivyo hivyo ndio tulivyofanya watu wengine, tumewatengenezea maadui wawili. Adui mmoja jini, adui mwingine mtu. Anaambiwa Mtume sallam, kila mmoja na maadui wawili. Sasa na wewe Muhammad, kama wenzako waliopita mitume waliotangulia, na wao pia tumewatengenezea maadui aina mbili. Adui mmoja anakuwa ni binadamu na adui mwingine ni jini. Lakini usihangaike nao kama dharuhum wama yaftarun. Wache na yale wanaoyazusha. Wewe endelea na msimamo ambao sisi tumekupa. Kwa hiyo viongozi hii, Mheshimiwa Meya, Mheshimiwa Mkuu DC wetu, Sheikh wa wilaya, mashekhe wote wa kata na viongozi, endeni wala msiogope kwamba kuna uadui na nini. Uadui si lazima uwepo. Watu aina mbili, kuna mtu mwingine anapenda, mwingine hataki tu. Yuko mtu mmoja siku moja Maka, tumekwenda naye, lakini alipata matibabu akakosa chakula mchana. Kenda kutembea sana, watu huku nyuma wakala na watu wengine wanamshipa wakula, wakula mpaka watu wengine. Aliporudi yeye huku manyanga hakuna chakula. Basi akakasirika, akakunja uso. Akasema hapa kwa taa, nikiona mimi nasikia kichefuchefu. Akaambiwa panda juu, tutamkuta Sheikh Abubakar pale kalala na homa kidogo. Akaja kuja kanambia, akamwambia nikatoa hela mfukoni nikampa kale, basi tutazungumza baadaye. Sasa kwanza kale kwanza. Nikampa riali 30. Nyingi sana kusudia kipindi hicho. Leo riali 5 unakula vizuri. Sheikh mbona urari huyo? Anajua. Sasa nikampa 30, manake anaweza kala mara nyingi. Sasa watu namna hiyo wapo tu, yani huwezi kumtoa mtu namna hiyo, yupo tu, hata ufanyeje yupo yeye. Kwa mtu mwingine hata ufanye mazuri yeye hataki, anaona kufanya. Lakini je, tuwafate watu hao? Jawabu hapana. Sisi tuendelee na mambo yetu, tuendelee na msimamo wetu, tuendelee na kutafuta maendeleo katika nchi yetu. Mwisho, amani. Moja ya kazi kubwa itakayofanywa na ile ofisi ni kulinda amani. Nadhani Sheikh wa wilaya au meya, kama nimesikia vizuri, umezungumza sana na mkuu wa wilaya juu ya kazi ambazo zitafanywa na ofisi. Mimi naongezea jingine ni amani. Amani ndio kitu muhimu sana jamani. Amani sio kitu cha kuchezea, sikudanganye mtu bwana. Asikudanganye mtu sana wewe ukakaa kijana ukaona kwamba amani haiwezekani. Wewe mwana mdogo hujui masuala ya amani inapochafuka kuna kuwa na nini. Ndio maana Uislamu umekuja kuzungumza amani. Uislamu neno hilo ni amani. Maamkizi yetu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, amani tupu. Ndio maana kusema assalamu alaykum 10, wa rahmatullahi 10, wa barakatuh 10. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kulinda ule muhimu wa amani. Yaani wewe ukimsalimu mtu kwa neno assalamu alaykum mpaka hapa unapata 10. Ukisema wa rahmatullahi 10, asbaha kam 20. Ukisema wa barakatuh 10 kam 30. Haya. Kwa nini sasa upate zote? Singekuwa ile tu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh 10. Ndio hapana, assalamu alaykum 10 wa rahmatullahi 10 wa barakatuh 10, na kama unaongeza nyingine wa maghfiratu 10.
Kwa sababu ya nini? Ya umuhimu wa amani. Amani sio kitu cha mchezo. Wewe chukulia tu hata ukiwa nyumbani kwako alafu ikawa huna amani na mkeo, unakalika kila ukiingia yule mama anaimba tu wimbo mingine sio mwimbo unaimba una kheri ona kwa ndani na nini uchukua kijimsala chako na mwakusali Allahu Akbar, hata usali una lolote wewe undalia swala lakini unafikiri huyu mwanamke atafuta nini huyo na swala ila mtu hapati katika swala yake ila maakal, isipokuwa kile ule muda au aliotumia, ikiwa akili yako ipo, akili yake ikiwa hadhir kipindi kile, ndio kinacholipwa na Mwenyezi Mungu katika swala nzima. Sasa mwanamke anapita sema hamna lolote, afu watu na kuita shehe wao sio tuwajinga au wajinga wenzake shehe mshwaki kama mtu hasira unafungua swala atakupigana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.